kichwa. Siku ya Pentekoste ni siku ya mwisho wa juma saba za Pasaka. Pasaka ya Kristo inatimilika kwa kumimina Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ambaye amejidhihirisha, Roho Mtakatifu ambaye ametolewa, na Roho Mtakatifu ambaye anashirikishwa kama nafsi ya Mungu. Katika somo la kwanza kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya kwanza hadi 11 tunasikia simulizi ya juu ya kilichotokea siku ya Pentekoste. Tunasikia upepo wa nguvu na ndimi za moto. Ndugu zangu, upepo wa nguvu na ndimi za moto ni alama za Roho Mtakatifu ambaye aliwajaza mitume ujasiri, akawajaza mitume na nguvu za kumhubiri Kristo mfufuka. Umoja na uelewano ambavyo vilipotea wakati wa kujengwa kwa mnara wa Babeli kwa sababu ya dhambi, umoja na uelewano huo sasa unaletwa tena kwa watu wa mataifa yote, kwa watu wa mataifa mbalimbali, kwa kazi ya Roho Mtakatifu. Waliwasikia mitume wakihubiri kwa lugha yao wenyewe. Wanahubiri kwa lugha yao wenyewe, alafu wanawasikia kwa lugha yao. Kazi ya Roho Mtakatifu, ndugu zangu, anarudisha uelewano na umoja. Anakusanya mataifa yote yaweze kuishi kwa upatano, kwa amani na maelewano. Katika somo la pili, waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto, tunafundishwa kuwa Roho Mtakatifu ni msingi wa karama na huduma mbalimbali, na ni msingi wa karama na huduma mbalimbali katika kanisa. Roho Mtakatifu anafanya karama hizi zilete umoja, na zikileta umoja, hizi karama ziweze kuhudumia jumuiya nzima. Karama hizi ziweze kuhudumia kanisa. Roho Mtakatifu, ndugu zangu, ndiye chanzo cha nguvu mpya ndani yetu. Kisoma Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8, utaona namna ambavyo Roho Mtakatifu ni chanzo cha nguvu mpya ndani mwetu. Roho Mtakatifu anatuwezesha kumjua Mungu sawa sawa. Korinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10 hadi wa 16. Roho Mtakatifu anatuwezesha kumtambua Mungu kuwa Baba yetu. Galatia 4 mstari wa 6. Roho Mtakatifu anatuwezesha, ndugu zangu, kumshuhudia pamoja na roho zetu kuwa sisi ni watoto wa Mungu. Roho Mtakatifu anatufanya kuwa watoto wa Mungu kwa njia ya sakramenti ya ubatizo. Roho Mtakatifu ni chanzo cha ufufuko wa Mkristo. Roho Mtakatifu ni chanzo cha imani. Roho Mtakatifu ni chanzo cha utakatifu. Roho Mtakatifu ni nguvu ya maisha adili, kwamba tunapoishi maisha adilifu, maisha yanayofaa, yenye mwenendo safi wa imani, tunawezeshwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Basi na wasihi, ndugu zangu, tuendelee kumruhusu Roho Mtakatifu atuwezeshe kuishi kadiri ilivyo na kadiri ambavyo anatujalia karama zake. Karama zake zilete upendo, zilete mshikamano, zilete umoja katika kanisa, na hivyo kwa nguvu hiyo ya umoja, kwa nguvu hiyo ya upendo na ushirikiano, tuweze daima kuhubiri na kumshuhudia Kristo mfufuka katika maisha yetu ya kila siku. Tuweze kumshuhudia Kristo mfufuka kwa watu wengine, tuwezeshe kuwa wamisionari wa kumtangaza na kumhubiri Kristo mfufuka
na huku sisi wenyewe tukishuhudia imani yetu kwa mienendo safi, kwa imani safi, kwa matumaini na mapendo. Basi tukitambua hayo, ndugu zangu,